Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi alwahidil qahhar alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumekusanyika kwa lengo la kuweza kuendeleza kuyafanyia kazi yale ambayo aliyotuachia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na si mambo mengine au jambo lingine isipokuwa ni jambo la kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika upande mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kutufafanulia mambo kwa kutuambia kwamba alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Mwenyezi Mungu ametuumba, lakini katika kutuumba kwake Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kwamba ameumba umauti na uhai. Lengo ni nini? Lengo ni kutujaribu sisi miongoni mwetu nani ambaye atakayeyafanya matendo yaliyokuwa mema. Sasa inaonekana ya kwamba umauti ni miongoni mwa mambo ambayo mwanadamu kama atakuwa ni mwenye kuufikiria kwa namna moja ama nyingine, basi huenda ikawa hii ni sababu ya yeye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nichukue fursa hii kuileta kwenu mada ambayo takayosema dhikrul mauti wal istidadu lahu, kukumbuka umauti lakini na kufanya maandalizi kwa ajili ya huo umauti. Tutambua kwamba kullu man alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti, na kila kilichokuwa katika mgongo huu wa ardhi basi ni chenye kutoweka. Sasa kwa kulitambua hili, sasa tuangalie leo namna gani sisi, mimi na wewe, tutapata faida kwa kukumbuka umauti, moja. Lakini pili, baada ya kukumbuka umauti huu tutachukua vipi au tutafanya vipi maandalizi kwa ajili ya kuweza kujiandaa na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba Mtume Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu anatuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema, ikthiru dhikra al-maut, fanyeni kwa wingi kukumbuka umauti, kwa sababu ndani ya kukumbuka umauti kuna vitu vinapatikana. Jambo la kwanza, Anas akatuambia, fa innahu yumahisu adh-dhunuba, kwa sababu hayo mauti yanafuta madhambi. Kwa kukumbuka mtu mauti yanamsafisha kutoka na madhambi aliyokuwa nayo. Lakini sio hivyo, wayuzahidu fi dunya, na humfanya mtu aipe nyongo dunia. Tunatambua kwamba dunia si lolote, si chochote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama alipokwenda katika safari yake ya Isra na Mi'raj, alibahatika kumuona kikongwe ambaye amechoka kabisa. Akamuuliza mwalimu wake Jibrilu, ni nani yule ya Jibrilu? Jibrilu akampigia mfano, akamwambia kwamba mfano wa kikongwe yule pale unayemuona ni sawa sawa na dunia vile ambavyo ilivyowakia hivi sasa. Maana dunia imekwisha. Kama kikongwe ndio amefananishwa na dunia, basi dunia imekwisha, ndugu zangu katika imani. Sasa kwa kukumbuka umauti yuzahidu fi dunya, utamfanya mtu aupate ucha Mungu katika dunia. Utamfanya mtu umauti kwa kukumbuka kwake aipe nyongo dunia na kuiona kwamba dunia si chochote, si lolote. Hizi ni faida mbili ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatuambia. Sasa kwa kuwa tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, moja. Lakini pili, Mtume anatuambia kwamba huu mauti kwa kukumbuka kwake huwa unafuta madhambi, na Ramadhani yenyewe kwamba malengo yake ni kuweza kuunguza madhambi. Basi ilipendeza zaidi tutafute ucha Mungu kwa kukaa mara nyingi sana sisi
tukiwa tunaukumbuka sana umauti. Kwa nini? Tutakapokumbuka umauti tutatambua ya kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na hatutoghafilika. Sasa wakila imekuja hapa sighatu tamrid, pamesemwa ya kwamba ya Rasulullah, Mtume aliambiwa siku moja, yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliulizwa swali Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal yuhsharu ma shuhadai, je, atafufuliwa pamoja na wale watu ambao walikufa mashahidi? Ahadun, mmoja yote kwa kufufuliwa, atafufuliwa mtu pamoja na watu ambao walikufa mashahidi? Qala naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia ndio. Kwa nini? Anasema Mtume, man yadhkuru almauta fil yawmi wal laila, mwenye kukumbuka umauti mchana na usiku, 20 mara 20, basi mtu huyu huenda akaja kufufuliwa pamoja na watu ambao waliokufa mashahidi. Tunaangalia haya yote, lengo ni kuweza kuzitengeneza imani zetu. Funga ya Ramadhani imekuja kwa mahsus kwa watu ambao walioamini. Allah sema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mlioamini mmefaradhishiwa juu yenu nini? Kufunga. Kwa kuwa funga imekuja kwa waumini na waumini ndio sisi, basi tuzipandishe zile imani zetu sasa kwa kuyaangalia mauti, kwa kuyakumbuka sana mauti. Kwa sababu gani? Ndani yake kuna mazingatio. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba umauti unatosha kuwa ni mawaidha. Maana yake mtu akimwangalia mwenzake kafa atafikiria kwamba kumbe ikiwa huyu amekufa, basi hata na mimi siku moja itafika na mimi nitaweza kuingia katika hali kama hii na kuweza kuingia katika kaburi yangu. Sasa Imamu As-Suddi anatuambia akifasiri kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, ya kwamba Mwenyezi Mungu asema yeye ndiyo ambaye ameumba umauti na uhai. Lengo nini? Liyabluwakum, akujaribuni, atujaribu sisi wanadamu, ayyukum ahsanu amala, nani miongoni mwetu atakayefanya matendo yaliyokuwa mema, matendo yaliyokuwa mazuri. Matendo gani? Ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana wakina nani watamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na atakwa hiya ibaratun an imtithali awamirillahi Ta'ala. Tunapozungumzia ucha Mungu ni maelezo ambayo yanahusiana na kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajitinabi na wahihi, na kuyaacha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoyakataza. Hii ndio takwa kiukweli. Hii ndio nima bwana, hii ndio takwa. Sasa Imamu As-Suddi anatuambia Allah aliposema alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ay aktharukum lilmauti dhikra, nani miongoni mwenu atakayekuwa mwingi wa kukumbuka umauti? Nani miongoni mwenu atakayefanya kwa wingi kuwa yeye anakumbuka mauti? Lakini sio hivyo, walahu ahsanu istidad, na yeye maandalizi yaliokuwa mazuri kuhusiana na huo mauti. Maana yake malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuweka katika mgongo huu wa ardhi, lengo lake ni moja. Lengo ni nini? Atujaribu. Baada ya kutujaribu, itafika siku kila mmoja atakufa. Baada ya kufa atakwenda kuishi katika maisha ya kaburini. Baada ya hapo atafufuliwa. Lengo nini? Liuhasab, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe hisabu yake kwa yale ambayo aliyoyatanguliza. Sasa nani miongoni mwetu atakayekuwa na ahsanu al-istidad? Nani atakayekuwa na maandalizi mazuri kwa ajili ya huu mauti? Lakini sio hivyo, wa minhu ashadu khawfan wa hadhara, na kutokana na huo mauti mtu huyu atakuwa yeye
na hofu iliyokuwa kubwa kabisa, kuhofia umauti na kujihadhari kutokana na huu umauti. So dini ndio anatuambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba fanyeni kwa wingi, kwamba aliposema kwamba yeye ndiye ambaye ameumba umauti na uhai, lengo kutujaribu nani miongoni mwetu atakayefanya matendo mema. Maana yake ni kwamba nani miongoni mwetu atakayekuwa mwingi wa kukumbuka umauti, moja. Lakini pili, nani miongoni mwetu atakayekuwa na maandalizi mazuri kuhusiana na huu mauti. Lakini jambo la tatu, nani miongoni mwetu atakayekuwa na hofu kubwa, moja. Lakini vile vile pili, atakayekuwa ni mwenye kujihadhari kutokana na huu mauti. Tunapata funzo ya kwamba hapa mwanadamu anatakiwa aishi katika huu mgongo wa ardhi kana kwamba yeye ni msafiri. Msafiri ambaye amefanya safari yake kisha akakikuta kivuli sehemu fulani, akasema kulingana na jua jinsi ambavyo limenipiga huko nilipotoka katika safari yangu, hiki kivuli ndio itakuwa sababu ya mimi kuweza kupumzika. Maana yake ni kwamba baada ya hapo atahitajika yeye kuweza kuanza safari nyingine na kuweza kumalizia safari aliyokuwa nayo. Ndipo mshairi mmoja anatuambia, wadhkuril mauta tajide rahata, yakumbuke mauti utapata raha. Kwa nini? Fi idikari almaut takswirul amal, kwa sababu katika kukumbuka umauti ndipo panapatikana upungufu wa matarajio. Kila mwanadamu leo hii amekuwa ni mwingi wa kutaraji, anataraji ya kwamba baada ya mwaka 2025 mwaka unaofuata nataraji Allah akinijalia nije kuwa na nyumba 3 badala ya nyumba moja niliyokuwa nayo. Anapanga matarajio yake, lakini anasahau ya kwamba matarajio yake hakuna chenye kukata matarajio isipokuwa mauti. Wengi watu tunawashuhudia wamekufa hali ya kuwa wana matarajio mbalimbali. Wanafunzi ambao walitaraji kuja kuwa na vyeo vikubwa serikalini, lakini walimu ambao walitaraji kuja kuwa na daraja za juu za kiualimu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma malakul maut kwenda kuzitoa roho zao. Hatimaye matarajio yao yote yamefanyaje? Yamekatika au yameishia hapa. Sasa ndugu zangu katika imani, tunapaswa mimi na wewe kuweza kujiandaa na safari hii, safari ambayo ikisimuliwa inaweza ikaonekana kama ni safari ambayo ya mchezo sana, lakini hii ni safari nzito. At-Taimiyya anatuambia, yeye anasema shay'ani qatwa anni ataka dunia, vitu viwili vimenikatia mimi ladha ya dunia. Maana yake vitu viwili hivi akivifikiria huyu bwana, yeye ile ladha ya hii dunia huwa inamuondoka katika moyo wake. Maana yake kule kuipenda dunia kuna katika mara moja baada ya kufikiria vitu viwili hivi. Jambo la kwanza akisema dhikrul maut, jambo la kwanza kukumbuka umauti. Yeye kila anapokumbuka umauti, basi jambo hili huwa linamkatia yeye ladha ya dunia. Hii moja. Lakini jambo la pili, wa dhikru mawqifi baina yadai Allahi Ta'ala, akikumbuka kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba itafika siku tutakuja tusimamishwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tuweze kukumbushwa yote ambayo tuliyoyatanguliza. Baada ya pale wapatikane watu ambao watakaoingia peponi na wapatikane watu ambao watakaoingia motoni. Sasa huyu alikuwa anafikiria sana, au ladha ya dunia na katika kwake yeye, akifikiria siku ambayo atakayokwenda kusimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je, atasimamishwa akiwa kama ni miongoni mwa waja wema au atakuwa ni kinyume chake? Akilifikiria hili, ladha ya dunia kwake ilikuwa inakatika nasema. Lakini wakana Umar bin Abdul Aziz, wanazuoni radhiallahu anhu, yeye alikuwa yajmau alulamaa, anawakusanya wanawazuoni katika sehemu fulani. Fayatadhakaruna almauta, wanapokusanyika huwa wanakumbushana kuhusiana na umauti. Walqiyamata walakhirah, wanakumbushana kuhusiana na kiyama.
nalo ni jambo zito pia. Yauma la yanfau malu wala banun, siku ambayo haitafaa mali wala watoto. Lakini wanapokutana watu hawa baada ya kuwa wamewakusanya, fayabikuna hatta kaanna baina aidihim janaza, walikuwa watu hawa wanalia uliaji ambao kana kwamba mbele yao kuna jeneza. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawa walikuwa wanakumbushana kuhusiana na umauti, shida zinazopatikana katika umauti, kasara zinazopatikana kwa mtu muovu katika umauti wake.